Vipenzi vyangu, kumekucha na makucha yake, time ya umbea. Mje vipenzi vyangu, mko hapa na Madam Mswahili. Kama ni mgeni wa channel hii, hakikisha una subscribe, una share, una like, una comment, usahau kugusa alama ya kengele ili ninapoposti video yoyote basi wewe inakuwa wa kwanza kukufikia kipenzi changu roho zangu Leo siku nyingi niliwamisi vipi? Basi bwana, mimi sitaki hata kuongea maneno mengi, nimechoka, nikakorwa. Nisikilizeni niwaambie, mmeliona hilo? Lidiva hilo. Leo nimeamua nimlete kwenu Diva. Diva unajua anatuchezea akili zetu. Diva anatufanya sisi hatuna akili. Diva anatufanya sisi mataila. Diva anatufanya sisi wewe, anatufanya sisi, yani sijui anatufanya jifanyeje. Basi bwana, Diva bwana juzi kati hapa aliposti nimetoka kufanya surgery ya tumbo, nimetumia milioni 18. Wewe una akili kweli wewe? Au kichwa chako bichwa kubwa ubongo wa mende? Ndio wale wenye vichwa vikubwa akili kisoda. Ukatoa milioni 18 ukafanya surgery, tumbo lenyewe tunaliona hilo tumbo kama fuko la mashine. Tumbo liko hivyo hivyo. Hiyo surgery ya vipi umeenda kufanya surgery ya nyokwe? Mbona tumbo limebaki hivyo hivyo? Halafu milioni 18 hiyo ungeenda kusaidia watoto yatima, ungeenda kufanya mambo yako, ungepungukiwa kitu gani? Usingepungukiwa kitu, mambo yako ungekuwa lele. Kesho ungewekeza. Yaani tayari unakuwa ushaikeza kwa Mungu wako. Unajisifia ujinga mtu mzima. Haya, tuachane na hayo. Leo jana akafanywa interview, alikuwa anaulizwa sio vitu gani, akawa anasema sasa, mimi siwezi kuolewa Tanzania. Tanzania hakuna mwanaume anayeweza kunioa mimi. Wanaume wa Tanzania wote hawana hela. Mimi nataka niolewe na mwanaume bilionea. Hivi wewe, hivi huyo, lakini ubongo wake uwaga unachaji au wage? Maki mimi simuelewi. Au kuna muda network inasoma, kuna muda mwingine network haisomi. Mimi simuelewi. Mwanzo alisema akiolewa mahali yake milioni 500. Akakosa wewe kumwoa 500, akaja kuolewa na msaafu na share, akakaa ndoa ikamshinda. Leo tena anakuja kutuambia mwanaume anatakiwa kumwoa yeye awe bilionea. Kwa hiyo Tanzania hakuna mwanaume wa kumwoa. Labda bilionea. Huyo dada ndo maana anaishwa kuchezewa, anaachwa. Kwa sababu nimegundua akili yake haichaji, ubongo wake kidogo umesheki. Na ndo maana mambo yake yanakuwa 50 rasmi, 50 majinuni. Haya, ukawatukane kaka zetu wa Tanzania, ukawaambia hawana hela. Ukaseme kwamba wewe huwezi kuolewa mpaka uolewe na bilionea. Bilionea ndo kwa wewe. Bilionea yupi? Bilionea anataka mtu ambaye hana akili. Halafu anakaa anajisifia, mimi mwenzenu kufanya kazi siwezi kupika, siwezi kuosha vyombo, siwezi sijui kutwanga vitunguu, siwezi sijui kufanya kitu gani. Mimi nikela, ananikela huyu ajui tu. Haya, wewe unakaa kwanza unajisifia, tuanzie hapo kwenye kupika. Mtoto wa kike, unasema kabisa siwezi kupika, nikasema kabisa nikiosha vyombo mikono inaniuma. Yaani siwezi kufanya kazi ya ndani yoyote. Haya ndugu yangu, kama huwezi kufanya ndani kazi ya ndani yoyote, uko kwa bibi, kwa huyo Bi Mwajuma Kidude, unaweza kumsafisha wewe? Ukiingia period unakuwa katika hali gani? Si ndio unanuka kaa ng'onda? Huwezi kufanya kazi, mtoto wa kike naye unakaa unajisifia huwezi kufanya kazi. Uone kama unawatia aibu wazazi wako? Uone kwamba unamtia aibu somo yako kipindi unaolewa ulifundwa wewe, ukafundika, ukaelekezwa. Leo unakuja unakaa unajisifia ujinga, unasema huwezi kupika, huwezi kuosha vyombo, huwezi kufanya chochote, na ukifanya unaumia. Wewe una akili timamu? Ukijiangalia kidogo kichwani zinachaji. Mtoto wa kike, mtoto wa kike unatakiwa uwe na star katika maongezi yako, katika mdomo wako. Uwezi kukaa ukajinadi, mimi siwezi kazi, mimi nikiosha kijiko naumia, nyinyi wenzangu mnawezaje? Kwa hiyo sisi umetuona maroboti Sisi tunaofanya kazi majumbani mwetu umetuona sisi yani maroboti, au umetuona sisi mabeki tatu sana, si ndo maana yake? Afu unataka uolewe na tajiri tio? Sidhani hata kama ule mke wa JSM atakuwa anapika. Unajua matajiri hawapende wake zao wafanye kazi. Tajiri upi alokuambia wewe apende mke afanye kazi? Uwe JSM mke angekuwa hajui kupika, hajui kumfanyia mmewe vizuri, angeolewa na uwe JSM. Zini kwamba mtoto watu kafundishwa kwao mpaka kaolewa na mume wake na ndoa yao ile pale inazeeka. Zini kwamba anamtreat mume vizuri, angekuwa pale, angefika pale alipo na JSM. Au unajiongelea tu, ukiamka ukikurupuka kama chafya, tayari unaongelea hili, tayari unaongelea lile. Wewe ubongo wako mimi na wasiwasi na ubongo wako wa uchaji. Yaani nina wasiwasi na huo ubongo wako, kwa sababu kwa hali ya kawaida mtoto wa kike huwezi kukaa ukajisifia ujinga, huwezi kukaa ukajisifia upumbavu, huwezi kukaa ukajisifia mimi siwezi kupika wala kuosha vyombo, nikiosha vidole vinauma, nikipika sijui naumia, nikipika nasikia maumivu. Yaani kwa hali ya kawaida huwezi. Jamani ndugu zangu, hebu niambieni, nisaidieni, au mimi namuonea labda?
Kwa sababu yani yeye kwanza kama leo ile nataka niolewe na bilionea, bilionea yupi atakuja kuoa wewe? Atakayekuja kukuoa wewe mwenye kichwa kikubwa akili kisoda nani? Kwanza muangalie wigi lake lilivyomsimama. Wigi nakwambia limesimama, limekosa ushirikiano kama fagio la nyumba 6. Fagio la nyumba la vyumba 6, fagio la wapangaji ni la kushare. Chambu limechambuka. Bilionea, wewe bilionea. Kwanza tuanzie hapo, wewe mwenyewe bilionea. Maana unataka kuolewa na bilionea, tujakata. Wewe una ubilionea gani? Hapo ulipo pauka pakawa pakavu tia mchuzi, unahaha unahangaika eti nimeanzisha Diva Media. Diva Media. Dada unahangaika wewe. Unahangaika paparu. Alafu sasa ulivyo Mungu akupe. Umetaka kuolewa na milioni 500, hujampata. Ukaolewa na Shekhe kaenda kavumilia, akaona si hawezi. Mwanamke asiweza kupika, mwanamke asiweza kuosha vyombo, mwanamke asiweza kujisafisha, mwanamke kila kitu anatia minato. Ndugu yangu, bora ungekuwa mzuri sana, ungekuwa slay, ungekuwa mzuri sana. Tungejua mzuri sana, ungekuwa slay queen sana, tungejua diva slay queen sana. Lakini upo tu, wakiitwa listi ya wazuri watoke, listi ya warembo watoke, ndugu yangu utoki hata robo. Yaani hata robo utoki wewe. Utoki hata robo. Lakini unakaa unajinadi eti nikipika. Hivi nyinyi mnawezaje? Ndugu zangu njooni mumjibu kwenye comment. Mnawezaje kufanya kazi? Maana yeye kasema kufanya kazi hawezi, akifanya mikono inamuuma, akifanya vidole vinamuuma, akifanya hivi na kwenda vile, kirudi kuwe dada ni muongo. Kwanza hili liongo. Wewe muongo sana wewe. Na maana wewe kwani ulikuwa ufanye kazi yoyote? Ulikuwa uoshi hata kijiko. Maki unavokaa unavojinadi, mimi hata nikiosha kijiko mkono unaniuma, mkono upo unakuuma. Kwa hiyo kwani ulikuwa uosha hata kijiko? Kwa hiyo sasa kama kuosha kijiko uwezi, kwa hiyo ina maana hata ukienda haja kubwa kujisaidia au ndogo kupitisha mkono wako kuosha huko chini uwezi, kwa sababu unaumia. Maana hiyo pia ni kazi. Eti Mr. Kitabu, mimi mwili wangu unataka urelax. Mimi yani ukinichukuza mambo ya shida sipendi. Mambo ya shida yapi ambayo uyapendi? Kwa mtoto wa kike kuamka asubuhi kufanya usafi kwenye nyumba yako, ukamaliza ukanywa chai yako, ukaenda zako kazini kwenye majukumu yako. Unashindwa wewe. Si ndo maana yake? Yaani kwamba unashindwa uwezi. Unakaa kabisa unajinadi ujinga, unajisifia upumbavu mtoto wa kike. Wewe yani kufanya shughuli zako, ukaamka ukafanya majukumu yako mtoto wa kike, ukanywa chai yako, kisha ukaoga maji yako, ukaenda kazini, wewe kufanya zile shughuli za ndani uwezi. Unakaa kabisa unajisifia ujinga, unakaa kabisa unajisifia upumbavu, uwezi kufanya kazi. Wanawake wenzangu mnawezaje? Hebu mniambie. Tukuambia nini na utu uzima huo unaenda miaka 40 na tunakuambia nini wewe? Tunakufundisha nini wewe? Alafu unangangania upate mwanaume bilionea. Kuna bilionea anayekuja kuoa mwanamke ambaye hana akili, wage kidogo, akili zimeruka mnala uchaji. Bilionea gani atakayotoka huko aje kuoa wewe? Yaani kadri unavyozidi kujizaraulisha na ndo zidi wanaume wanazidi kukudharau. Yaani utakavyojiweka, utakavyojipandisha na ndo mwanaume atakavyokuwa. Lakini utakavyojishusha, unajizaraulisha, unajiweka hivi, unajifanya wewe wage, mnala usome sana, umeyumba, network imeumba sana, basi na wanaume ndo watakavyokuchukulia hivyo. Yaani hivyo ndo ilivyo. Kwa hiyo ushajiweka kwamba mimi, yaani unajinadi kwamba huwezi kufanya kazi, unajinadi wewe sijui unapenda raha, unajinadi wewe unataka mwanaume bilionea. Bilionea wapi? Bilionea na mawigi yako 2002 au mawigi yalosimama dede? Bilionea yupi atakayetoka huko aje akili kisoda? Ndugu yangu jirekebishe, unapa kujirekebisha. Yaani unacha kujirekebisha pakubwa sana. Kaa chini, jitathmini, jirekebishe. La sivyo hiyo ndoa ya milioni 500 hutaipata, hata ndoa ya 200,000 utaipata. Wanaume watakuja wapite waondoke. Upo unavyojitangaza, mimi napenda hela sana, nataka sijui maendeleo. Maendeleo yapi? Maendeleo bila akili. Maana kwanza upate akili ndio ufanye maendeleo. Unaweza kupata mwanaume ana hela lakini kutokana akili yako wage akili kisoda, huwezi kuwa na hayo maendeleo. Kwa kaa chini, jitafakari, jirekebishe. Unatukanisha wanawake wenzio, unatukanisha wazazi wako, unatukanisha ndugu zako, unatukanisha somo yako na kila mtu. Hiyo hali yako ya kujitia kwamba wewe uwezi kila kitu, uwezi kufanya kazi za ndani, na maana wewe hata kujisafisha, hata kufanya kitu gani wewe uwezi. Wewe kidogo una itilafu, kwa sababu mtu ambaye hana itilafu hawezi kuwa hivyo. Wewe kidogo ubongo wako huu kuna cha kuangalia kwa kweli. Yaani wewe utafutiwe mwalimu wa saikolojia. Kidogo ubongo wako umeyumba, kidogo ubongo wako uko sawa. Kwa sababu kama ubongo wako ungekuwa sawa wewe, usingekuwa unaongea maneno ya ajabu, unajinadi ovyo, unaongea vitu visivyoeleweka, nyuma mbele nyuma, kimekwenda kimerudi, kashata kitumbua imekuaje, imetiwa chumvi pilipili ndogo haitoshi. Nini we mtoto wa kike wewe? Nini? Wanaume poleni, wanaume mna kazi kubwa sana. Kumbe mnakutanaga na mitihani. Kumbe mnakutanaga na watu kama hawa na mnavumilia. Sasa nawaza ile ndoa, yule shehe alikuvumilia kweli wewe mpaka mkakaa sijui ilikuwa mwaka sijui miezi mingapi sijui ndo miaka 2 kweli?
Maana naona kama alivumilia kaka watu alikuwa anavumilia shida, anaogopa ile kuacha asije akatiwa ila kaoa kaacha. Lakini sasa haya, mbona kamuoa mwanamke wake huyu hapo sasa hivi na mtoto kamzalia, na kasichana kaoa kabinti kadogo dogo na wamezaa tayari na mtoto, ndoa anayo na ndoa inatamba nao, mbona hajaacha? Ila kwa kweli kila siku ilikuwa ikaeka unamposti kaka watu mitandaoni. Leo Abdul kafanya hivi, Roho kafanya hivi, kaona yani